amri ya kufanya kazi siku 6. Lakini siku ya mwandamo wa mwezi kama leo na siku ya Sabato kama vile ilikuwa jana, tutajipata katika ibada. Tunatakiwa tuwe katika ibada kumwabudu yeye aliyetuumba. Baba wetu apewe sifa. Tunaambiwa milango itafungwa siku zile zingine, kwa maana kuna amri badala ya kufanya kazi siku 6. Lakini siku ya Sabato na siku ile mwandamo itaangukia siku ya kwanza ya mwezi wa Biblia. Siku hiyo tunatakiwa wote tuwe katika madhabahu tukamwabudu yeye aliyetuumba. Kitabu cha Isaya 66:23 pia kinasema, miili yote itakuja mbele zangu kuniabudu katika siku ya mwandamo wa mwezi, ama new moon, ama the first day of the month of the Bible, na katika siku ya Sabato. Haijataja wakati mwingine. Siku zile zingine tunaambiwa tuwe kwa kazi, lakini siku ya mwandamo wa mwezi na siku ya Sabato, kila mwenye nafsi aliye hai anaambiwa awe mbele za Elohim katika ibada ya kumwabudu. Baba wetu apewe sifa. Amen. Baba wetu apewe sifa. Hallelujah. Kitabu cha Samueli wa kwanza 20 mstari wa 5 kinasema, Daudi akisemezana na Jonathan na Daudi wanasemezana. Daudi anamwambia kesho itakuwa ni siku ya mwandamo, na singependa kuwa mbele ya mfalme, hata igawa katika siku ya mwandamo kila mtu anatakiwa kula mbele ya mfalme. Kwa mtazamo huu, mfalme wetu Elohim Shaim aliye hai, tunatakiwa kila mmoja kula mbele zake. Lakini Daudi kwa uoga wa kumuongoza mfalme, neno inasema ya kwamba akamwambia Jonathan ataenda hadi siku ya 3. Lakini yaliyotokea pale, yaliyojiri pale katika meza ya mfalme siku ya kwanza, mfalme Sauli aliangalia akaona kiti cha Daudi wakati ambao umeamulishwa kila mtu awe mbele ya mfalme hayuko. Lakini tunaambiwa na neno la baba wetu ya kwamba katika kitabu hicho cha Samueli kifungu cha 20 mstari wa 27, siku ya pili ilipokuwa kile kiti kikawa hakina mtu, mfalme Sauli akauliza, kwani mwana wa jeshi ako na shida gani hayuko katika kiti chake? Kwa maana imeamulishwa kila mwandamo wa mwezi na kila Sabato kila mtu ataenda mbele za mfalme kule ama mbele ya Elohim Shaim kumwabudu. Baba wetu apewe sifa. Baba wetu apewe sifa. Amen. Ndivyo ilivyo hata leo. Katika siku ya leo viti mingi zinabaki wazi, na mfalme bado anauliza, mbona kiti cha ndugu huyu na dada huyu kiko wazi? Hako wapi? Mbona nimeamulisha ya kwamba katika Isaya 66:23 kila mwenye mwili, mwenye nafsi aje mbele zangu wakati wa mwandamo wa mwezi na wakati wa Sabato kuniabudu. Baba wetu apewe sifa. Amen. Mbona Sabato wameenda kuabudu na wakati wa mwandamo wameacha ibada? Baba wetu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo hapa tunafundishwa ya kwamba mwandamo wa mwezi ni muhimu kama vile mwandamo Sabato iliyo takatifu. Umuhimu wake ni huu: kila mmoja ameamrishwa kufika mbele za Baba wa mbinguni ili akamwabudu. Hiyo ndio tofauti na siku zile zingine. Siku ya ibada ni siku ya Sabato. Siku nyingine ya ibada ni siku ya mwandamo wa mwezi, ama siku ya kwanza ya kila mwezi wa Biblia ni takatifu, ni siku ya ibada. Tunatakiwa tuende tukatoe shukrani, tunatakiwa kusimama mbele za Baba wetu wa mbinguni. Na kama hatufanyi hivyo, neno inasema ya kwamba macho ya mfalme yanatambua ya kwamba aumo katika ibada, aumo katika kiti chako. Maana una kiti unapoketi katika ibada na kiti chako kiwazi. Na Daudi
Sauli akauliza, mbona kiti cha Daudi kiko wazi? Kwani Daudi amefanya dhambi? Amen. Kile kinatuondoa katika viketi vyetu wakati wa ibada ni kwa sababu katika mioyo yetu tunafanya dhambi, hatutii amri ya ibada. Tunatakiwa kumwabudu kila Sabato, tunatakiwa kumwabudu katika kila mwandamo wa mwezi. Mbona kiti chako kiko wazi? Kwani umekataa kutii sheria ya kila mwandamo? Watakiwa kuwa katika kiti chako kwa ajili ya ibada ya Baba wetu wa mbinguni. Amen. Baba wetu apewe sifa. Hili ni jambo ya kulifikiria na kulitia maanani ya kwamba tunahitajika kwa ibada, na ndio kusudi tuliumbwa. Ya kwamba siku ya ibada inapofika, siku ya mwandamo unapofika, tunaingia katika ibada ya aliyetuumba. Siku ya Sabato inapofika, tunaingia kwa ibada ya yeye aliyetuumba. Baba wetu apewe sifa. Amen. Mwezi huu ni mwezi ambao wana wa Israeli walitolewa katika nchi ya Misri. Baba wetu apewe sifa. Na siku hii ndio ile siku Baba wa mbinguni alisema, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Baba wetu apewe sifa. Hallelujah. Mwezi ndio huu, siku aliyoinena ndio hii, siku ya kwanza ya mwezi wa Biblia Nisani. Hii ndio siku Baba wa mbinguni alisema mwezi huu utakuwa chanzo cha miezi ile ingine. Hakuna miezi ingine itatajwa bila kutaja kuanzia mwezi wa Nisani. Mwezi wa pili kutoka mwezi wa Nisani, mwezi wa tatu kutoka mwezi wa Nisani. Miezi yote itatajwa ikiwekelewa juu ya mwezi huu wa kwanza, maana ndio chanzo cha miezi ile ingine ikifuata. Baba wetu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo tunaambiwa nini? Tunaambiwa ya kwamba katika kila wakati unaoitanishwa na Baba wetu kwa ajili ya ibada, ambao ni Sabato na ambao ni katika wakati wa new moon ama mwandamo wa mwezi, kila mumasihi atakiwa kuwa mahali pake kwa kiti chake, mahali pa ibada, akimwabudu Elohim Shaim Adonai aliyemwita. Kinyume na yale mfalme anasema, kwani Daudi ana dhambi? Kinyume na yale ni dhambi inatutoa katika viti vyetu na tunalandalanda nje ya mapenzi ya Baba wetu wa mbinguni. Tunatakiwa kuwa katika madhabahu tukamwabudu yeye aliyetuita. Baba wetu apewe sifa. Hallelujah. Mwezi huu unaitanishwa na jina Nisani, kama mwezi wa kwanza wa Biblia kwa jina Nisani. Ni mwezi ambao umetoka kwa jina lingine la Kiebrania ambao inaitwa Nizani. Maana yake kule kuchipuka, to bud. Baba wetu apewe sifa. Amen. Watu ambao wamesikia mwito wa Sayoni na wamemkubali Mwokozi Yeshua, sharti wachipuze utakatifu ndani ya maisha yao. They must bud. They must show a sign of life from the former life, ya kwamba wameandama ama wamechukua mwelekeo wakiteua kwa kuwa watakatifu katika mioyo yao, na wanachipuza utakatifu katika maisha yao. Baba wetu apewe sifa. Amen. Maana huu ni mwezi wa wokovu ama ni siku ya wokovu. Baba wetu apewe sifa. Amen. Mwezi huu pia umetoa jina lile kutoka kwa jina Nizim, ikimaanisha kwa miujiza. Hallelujah. Amen. Kwa miujiza, kwa kumaanisha ya kwamba kule kutolewa kwa mikono ya Farao, kutolewa katika nchi ya Misri, Waisraeli, ilikuwa ni kwa miujiza. Vivyo hivyo hata sisi, jinsi tumejipata katika ibada ni kwa sababu ya miujiza. Jinsi tumetolewa, wengine wetu hata wajui, wamejipata katika ibada takatifu wakimwabudu aliyewaumba. Hata hivyo, mwezi wa kwanza wa Biblia Nisani, kutoka kwa jina Nisim, inasema miraculously all of us found ourselves before the altars of the Most High, ili tukaweze kufaulu katika siku zile siku mbele zetu. Miujiza ilitendeka kwa ajili ya maisha yetu na tukakubali, wengine wakiwa wamekataa. Baba wetu apewe sifa. Amen. Jina hili Nisani
imetoka pia kwa jina lingine ambao ni nus, ikimaanisha ya kwamba kukimbia ama kutoroka, ikimaanisha siku ile Israeli walitoroka nchi ya Misri ama walikimbia nchi ya Misri kuingia katika nchi ya wokovu. Baba wetu apewe sifa. Ikilinganisha na maisha yetu, jinsi tumetoroka, tumetoka katika nchi ya Misri ya kila maisha yetu, tukiingia katika nchi ya wokovu ya kila mmoja wetu. Baba wetu apewe sifa. Pia ile neno nus inamaanisha kukimbia. Kule wa Misri walipokimbia, walipotazama na kuona bahari inawavungia ndani na kutoroka wana wa Israeli ili waokoe nafsi zao. Jina hili linamaanisha kukimbia kwa Israeli kutoka kwa utumwa, na pia inamaanisha Umisri kukimbia Muisraeli ndani ya maisha yetu na baadhi yetu kwa ibada, ili tukaweze kudhibitiwa katika utakatifu nchi ambao tunaimiliki yahitaji ibada. Baba wetu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo katika mwandamo wa leo ambao ni wa mwaka huu wa 5785, ningependa kuwapea changamoto ya kwamba kila nafsi iliyo hai, kila mumasia atakiwa saa hii kuwa katika ibada kwa ajili ya wito, kwamba katika mwandamo na katika Sabato watu wote watakuwa katika ibada ya kumwabudu Elohim Shaim Adonai. Hallelujah. Basi kutoka tara Israel Sengana nasema mbarikiwe. Amen. Na muwe na wakati mzuri, muwe na mwandamo wenye baraka. Na Elohim Shaim awatendee mema. Amen. Asanteni sana na mbarikiwe. Amen.